Uwepo wa mafunzo haya ni utekelezaji wa majukumu ya msingi ya wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Pia ni jitihada za makusudi na binafsi za waziri wetu mpendwa Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mbunge. Lengo kuu la mafunzo ni kuwawezesha walengwa wetu kuwa wabunifu, wataalamu na wenye mafanikio katika kazi za uandaaji wa maudhui. Malengo makususi ni kuwajengea uwezo wadau wetu kuhusu nidhamu ya fedha, kuweka akiba pamoja na uwekezaji. Hali kadhalika namna ya kuyageuza maudhui kuwa bidhaa ya kibiashara na kuwa chanzo cha mapato chenye uhakika. Pia kuhamasisha maadili na uwajibikaji kwa kufuata maadili ya kazi, kuheshimu haki miliki na kuwajibika kwa maudhui wanayoyatoa. Pia kutoa fursa za mitaji kupitia mfuko wetu wa Utamaduni na Sanaa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya ni hatua ya awali inayohusisha mikoa mitatu ambayo ni Dar es Salaam, Mwanza na Arusha, ambapo lengo ni kuwafikia watengeneza maudhui 5,000 ndani ya mwezi huu mmoja. Februari 17 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na si mwingine ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza na aliweza kutekeleza ahadi yake aliyoitoa wakati wa kampeni yake ya mwaka 2025 kwamba endapo atachaguliwa ndani ya siku 100 atatoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 20 kwa ajili ya makundi mbalimbali. Lakini tarehe hiyo hiyo akawa ametoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 50 kwa ajili ya vijana wetu wanaotengeneza maudhui ya mtandaoni. Hebu tumshukuru Mheshimiwa Rais na tumpigie makofi mengi sana. Kwa lugha ya mjini hapa Mwanza inaitwa kunena na kutenda. Kwa lugha ya mtoto wa mjini hapa inaitwa kunena na kutenda. Naomba makofi hayatoshi, tumpigie mengine tena Mheshimiwa Rais. Lengo ni kuwasaidia vijana wetu kuongeza mitaji yao pamoja na kuinua pamoja na kununua vifaa vitakavyosaidia au vitakavyowezesha vijana wetu kuzalisha maudhui yenye ubora zaidi na kutumia fursa nyingi zilizopo katika sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Ndio lilikuwa lengo la Mheshimiwa Rais, kwamba vijana wetu hao wanapambana, wanachangamkia fursa zilizoko mtandaoni. Unamuona kabisa mtu ana uweledi lakini anashindwa kupenetrate na kwenda kuleta matokeo chanya kwa familia, matokeo chanya kwake, lakini na taifa kwa ujumla. Aidha, Mheshimiwa Paul Makonda, mbunge wa Arusha, ambaye ni waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, alitoa maelekezo kuwa kila kijana au mtu yeyote mwenye ubunifu wa kuandaa maudhui basi ajiorodheshe kwa afisa habari wa halmashauri husika au kwa mkoa unaohusika, ili kuhakikisha vijana wanufaika na fedha hizi zilizotolewa na Mheshimiwa Rais. Ni matarajio yangu na hata pia ni matarajio ya walioandaa mafunzo haya chini ya waziri mwenye dhamana, chini ya watendaji wake waliokuja hapa, hata wadau walioshiriki kwa namna moja au nyingine kusaidia mafunzo haya. Ni matarajio yetu kwamba maarifa haya mlioyapata siku hizi ambazo mlizokaa hapa hayatabaki humu darasani au kwa lugha rahisi hayatabakia humu ukumbini, bali mtakwenda kutekeleza kama ambavyo mmefundishwa. Lakini vile vile nyinyi mnayo nafasi ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Maana yake jamii iliko sinzia, jamii ambako hakueleweki, nyinyi mnayo nafasi ya kuleta mabadiliko katika jamii. Naomba nitangaze kabisa kwa niaba ya mkuu wa mkoa kwamba na kwenye ajenda hii na sisi inatuhusu. Kwa hiyo tutashikana na hawa vijana mkono kwa mkono, bega kwa bega, kuhakikisha malengo na madhumuni ya taasisi yetu ya serikali, wizara na malengo ya Mheshimiwa Rais tunaweza kuyafikia na kuleta matokeo chanya kwa hawa vijana, kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla katika kuandaa maudhui. Baada ya maelezo hayo mafupi na
natamka rasmi kwamba mafunzo haya yenye lengo jema la kuwajengea uelewa na uwezo vijana wetu watengeneza maudhui katika mkoa wetu wa Mwanza nimeyafunga rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Makofi mengi kwa mgeni wetu rasmi.